Habari za wakati huu, mpendwa msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu popote pale ambako naendelea kututegea sikio kwa wakati huu. Matumani yetu ni kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya na mnakurubia redio zenu ili kuendelea kusikiliza matangazo yetu kwa siku ya leo. Msikilizaji, nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na habari muhimu leo hii, makala ya michezo na burudani, pamoja na ripoti hizo na ripota wetu kutoka eneo tofauti. Mchumbe wa mkulima na Fatuma ndiyo jina langu. Naomba tuambatane mwanzo hadi tamati katika uchambuzi huu. Na kama nilivyokujuza kuwa uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa na habari muhimu leo hii, za leo zinasomwa naye mwenzangu Bibu Kurutantine Aldama. Karibu. Asante mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu. Na siku ya leo tutaanza na habari ambayo itaangazia maeneo ya hapo Pwenzero. Mapambano makali yameripotiwa mara tena kwenye maeneo ya Pwenzero kwenye nyanja za juu kati ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo dhidi ya Twirwaneho M23 siku ya tano hii, ambako duru zimoja zataja kuanguka kwa kijiji hicho, huku duru zingine zikikanusha na kuongeza kuwa jeshi la taifa bado lipo hapo. Na katika mji jirani wa Uvira, mchumbe wa mkulima na Fatuma, ni kwamba wahasi wa AFC M23 waripotiwa bado kuwa katika mji jirani wa Uvira siku ya tano ya wiki tunayo, licha ya barua ya tangazo iliyotolewa na uongozi wake Pagoma, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Maoni ya wananchi yanaonekana kuwa mengi juu ya swala hilo. Na kwenye habari ya kitaifa, kila ifikapo tarehe 16 Januari kila mwaka, Wakongomani wanakumbuka kifo cha Rais Mzee Laurent Desire Kabila ambaye aliuawa Januari 16 mwaka wa 2001. Ni hayo tu kwenye habari muhimu. Mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Asante sana Bukuru Tantine Aldama kwa habari muhimu. Wacha sasa tuanze habari zetu kwa undani zaidi, tukianzia katika mji wa Baraka. Shirika la raia Sosiko RDC tawi la mji wa Baraka limetaja kulahani tabia ya baadhi ya raia wa mji huu kuuzishia jeshi wa taifa FARDC walioko kata la Kalinga Nord maji machafu. Abeka Costa Kubuta Jojo Ngonda ni coordinator wa muundo huo mjini humu, amesema si jambo la busara kuchukua pesa baadaye kuuzisha biashara ya maji yasiyofaa kwa vile wanajeshi ni wageni pa Baraka. Abeka Costa Kubuta Jojo Ngonda anaeleza yafuatayo. Tumeenda sisi wenyewe kutembelea eneo ambapo maskari jeshi wapo, soko ambapo wanaita Shemi Market, na pia na raia wale ambapo wanaishi mkartia ya Matongo. Waskari wanawashotea maji ya uchafu na kwenda kuwapatia, na ile sisi tumelaani ile kitendo na kuomba chef de quartier wa Kalinga Bwana Koboka Miliati asende akamate majukumu ya kwenda pale na kukataza raia, na chef de quartier wa Matongo naye akamate majukumu. Kwa hiyo sio kwamba ni askari jeshi kwa sababu ni mgeni hajajua eneo afu baadaye mnakuwa watu wanawapatia maji ambapo sio faa na wakati wao wanauza maji. Kwa hiyo tunaomba raia na wakati wajue kwamba wanapana maji ya uchafu. Kukipatikana hivi tuko periodi ya kipindupindu, sio kwamba ni askari jeshi mwenyewe ndo atapata ile kipindupindu, na wao pia raia watapata ile kipindupindu. Kwa hiyo ni lazima waweke akili fasi moja, ni lazima waepuke na kujua kwamba askari jeshi ni mtu ambapo anapaswa kuwa trete na imanisme yake yote, na wajue kwamba bugonjwa haichaguli askari wale chagui raia. Kwa hiyo ni lazima watu wajue kwamba hanakupatia franga ya kwenda kuuza maji, lazima uende umuuzie maji ambapo inafaa na unakuja kumupatia, kwa sababu mnafanya exchange ya franga na wewe unampatia maji. Kwa hiyo ile ni lazima watu waelewe ile. Daima katika mji wa Baraka ni kwamba gavana makamu wa mkoa huu wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Lakano Jogo anatarajiwa kuwasili mjini Baraka siku ya 6 ya wiki tunayo ya tarehe 17 Januari 2026 mida ya mchana. Kupitia ujio wake, meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Marie Mukanja Swaz amealika raia wote wa mji huu na kando kando kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya mapokezi. Bi Marie Mukanja Swaz anaeleza yafuatayo. Ni naambia wakaaji wote wa vile ya Baraka na kando kando
ya kwamba tutapokea Jean-Jacques Elakano, vice gouverneur, atafika hapa samedi na 13h. Tunaomba kwa wakaaji, makapita, ba chef de service, ba chef de groupement, batu yote tunaalikwa kwa kumpokea vice gouverneur wetu Jean-Jacques Elakano. Atafikia ku Aibaz hapo kubichi na tutamfikisha mpaka kwake kwenye atafikia. Vice gouverneur ni mtoto wetu, ni mtoto wa Fizi, alikuwa honorable, sasa iko vice gouverneur. Donc naomba watu wote twende tumupokee, na atakuwa na message yenye alikuwa nayo kupatia watoto wa Fizi. Donc tunaalikwa si bote kwa kwenda kumpokea mtoto wetu wa Fizi na tumsikilize vile atatuambia. Tuangazie pia na huko Fizi Kati ni kwamba baba mmoja mwenye ukadiriwa kuwa na umri wa miaka 70 ameuawa na watu wasiojulikana kwa kupigwa risasi mida ya saa 1 za usiku wa siku ya 4 ya tarehe 15 Januari huko Fizi Kati. Malilo Makoma Bone ni kiongozi wa shirika la raia eneo hilo, amethibitisha habari hii na kuvitaka vitengo vya usalama kuwalindia wananchi usalama wa maisha yao. Malilo Makoma Bone amezungumza nasi na kueleza yafuatayo. Ndiyo, mida ya saa 1 za usiku kuna mzee huyo alipigwa masasi na kafia pale eneo kwake. Ni hapa Fizi, makao makuu ya tarafa. Tatizo hili limetokea mwabini su tribune de. Mimi anakadiriwa kuwa na miaka kama 60 hivi na anaitwa Mzee Lugufu. Hakuna mtu anaweza kuleta habari kamili kujua kwamba alikufa kwa mazingira ya namna gani. Sababu mtu alipigwa na akafia pale. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anajua kwa nini alikufa. Fanya uchunguzi, lakini mpaka sasa hivi hakuna mwarifu ambaye anajulikana au amekamatiwa. Hamna kabisa. Watu waangalie namna gani ya kuacha mambo ya silaha kinyume cha sheria na tuache kujiamulia, sababu unajua maisha ni Mungu yeye pekee ndo anamtilia binadamu. Pia serikali jitahidi na wakuu viongozi wa wazalendo identify watu wao, wajue nani ana bunduki na anapatikana eneo gani, ili hata risasi likilia tutajua fulani ndio amepiga risasi, isipokuwa watu wataangamia sana. Ni vema raia hasa vijana wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka kufikiria kutokana na hali ya sasa na sio kuendelea kuanzisha mambo ambayo yatazalisha chuki katika jamii. Ndivyo amesema hayo mzaliwa tarafa la Fizi na mji wa Baraka, wakili Lei Lumona. Ameyasema hayo kupitia watu wenye nia mbaya wameandika orodha ya watu ukiolela ikisemekana wana uhusiano na vikosi vya M23. Upande wake mwananchi huyo ameongeza kuwa kwenye orodha hiyo kuna kuwa watu ambao wanaendelea kupigania usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakili Lei Lumona anaeleza mafadhaiko yake kuhusu swala hilo. Kuko liste inapita ya majina ya watu wako M23 nini. Sikupenda sana kujibia kwa ile na sijue kama iko na maana. Paske ukiangalia kwanza kuko liste mbili. Kuko liste yenye ilitoka ya kwanza, kuna banatia watu yao. Mepali chini ukisoma kule liste wanakuambia sasa na wewe ongeza benye unajua. Donc ça veut dire kila mtu naye anaweza ongeza venye anapenda. Mkifuata maintenant la deuxième liste yenye jina yangu inaparaître yako, banashuka maintenant na liste ya patriote. Donc après le yabo, bon je ne sijue balitosha wapi, sijue balifanya namna gani, mais banashuka sasa na liste ya bali venye banayua sema huyu anajitesa kila siku asubuhi mchana magharibi kwa ajili ya vita ya huku kwetu iishe, tugombanishe wageni. Ndio wakaanza sasa kutaya wale watu pale. Ni mabetizi zenye hazina maana, hazifai. Nilipenda nipane constat kidogo. Constat yangu ni kusema kama vita viko maintenant na 4 ans depuis hii vita inaanza, hii tuko amo leo. Ilianza Bunagana, vita ikaendelea ikafika Uvira. Premier constat napenda niseme, ukianza kwenye vita ilitokea huku depuis Bunagana mpaka kufika Uvira, hakuna fasi ingine yenye liste ya vile ishakatoka. Me batu wa ile ingine maeneo yote paraporo ya mavision zao na namuna viko wanaona labda vita viko wanaingia depuis Bunagana. Kuko watoto wa Bunagana waliingia mawapi, me hakuna list ya vile ishakatoka, hakuna fasi gesha fa list. Sitasema mingi hapa, lakini na interpeller tu ba jeunesse, notre jeunesse yenye ilisoma na yenye kusoma iwaze kwanza, ikumbuke ile ni constant. Mimi nipenda nifanye
Hata hivyo, amewataka vijana kuachana na tabia mbovu kama hiyo, kwani inakuwa na madhara mengi kwa wale wasiojihusisha na tuhuma hizo. Wakili Lei Lumona arejea mara tena. Konsekansi ziko za mingi de toutes les façons. Kuko mwenye aweza kuwa ajui ukweli, alisoma jina. Anakutana, si jina niliona, njui document mimi nakutana ya hii jina. Na anaifanyizia kazi mbaya. Tuliona jina yako, anaweza pata shida wakati ya mavoyage, anaweza pata shida kwake tusa. Batu wanaweza fika tu tulisikia fulani. Banaanza ingiana amu kwao, na unaona sasa konsekansi kabambi inaweza kuwa majamaa zinaanza kupigana. Mwenye alituma hii liste, tuliona magroups zinatembea, mmoja sema huyu ndio alituma. Besha fanya benzetu hivi. Nao wanaenda kwa jamaa yake, banafanya nabo vile. Wengine wanafanya nao. Unaona kama tunarudia mwile hali tulipitaka ndani ya 64 entre ba elite ngambo moya na banani ngambo ingine, na ilikuwa shida Fizi. Mimi nawaza kama tungali baviana wetuko na akili wetuko tunawaza, atungepashwa kuingia mwa ile hali. Tulipashwa waza zaidi nini ndio tunapashwa kufanya kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili ya kwetu Bubembe. Tuachane na ile hali ba vijana. Mimi nawaza tulipashwa kujifokalize namna gani tunaweza leta amani kwa pamoja. Hakuna mwanaweza sema yiko na upendo wa zaidi wa hii Kongo kuzia mwingine. No, ni nchi ya Bakongomani bote. Kila Mkongomani alipashwa dans la limite de son pouvoir angalie namna gani anaweza fanya ili kwamba nchi ijengewe, ikuwe nchi mzuri. Ujumbe tu ni kusema trop c'est trop. Tuangalie namna gani tutapenda nchi kwanza. Surtout sisi raia wa Fizi tuwaze mzuri. Mateso yote ni mbaya. Akuya kuaka amani ya mbaya, hapana. Vita yote haiko mzuri. Bakisema tutafute amani, ifu itafutiwe malgré tous les sacrifices mtafanya, ifu ile amani ikuwe. Hapana. Ninaendelea kutumika vizuri sana kwa ajili ya amani ya kudumu irudi kwa nchi yetu ya Kongo. Antuka tanke ningali na nguvu, tanke ningali na uwezo, nitaendelea kuvifanya ili kwamba Kongomani waishi kama watu wa nchi zingine. Hivi sasa tuangazie maeneo ya huko Point Zero. Ni kwamba mapambano makali yameripotiwa mara tena kwenye maeneo ya Point Zero kwenye nyanja za juu kati ya jeshi la taifa FRDC pamoja na wazalendo zidi ya Twirwaneho M23 siku ya 5 hii, ambako duru zimoja za taja kuanguka kwa kijiji hicho, huku duru zingine zikikanusha na kuongeza kuwa jeshi la taifa bado lipo sehemu hiyo. Taarifa tunazo ni kwamba hali ya usalama imezorota kwa kiasi kikubwa katika maeneo mbalimbali ya nyanja za juu kutokana na vita vilivyozuka, kama anavyoeleza Bwana Inosa Monga, kiongozi wa shirika la raia katika maeneo hayo. Habari za eneo letu za masikitiko na kuhangaika kabisa hii hali ya nchi yetu ambayo tuko amo. Basi mamida ya leo a partir ya 9h30 katika eneo letu la Nyanza za juu mnamo axe ya Rute Mwenga president groupement ya Basilocha katika kijiji cha Murima masaa 3 hivi kabisa. Hiyo risasi yalisikilika katika eneo za Nyanza za juu kumunjia za kuelekeza Minembwe huko Yulu Mukoko na njia ingine ya Nyaruinga. Ni pale kabisa jeshi letu la taifa pamoja na wazalendo waliambuliana na hao waadui wa Twirwaneho wa M23. Vita hivi kabisa vilipamba moto, milio ya risasi yalisikika, milio ile ya mabomu kubwa kubwa kabisa, na ilitia hofu sana kwa raia ndani ya kijiji cha Mulima na kijiji cha Lusuku, hata kando ya Bala vile vile. Na mpaka sasa mamida yetu tuko tunaongea na wewe, ni hali kabisa ya kuwa mzuri. Watu wanaendelea kuwa na hofu nyingi katika kijiji hiki na groupment mzima na eneo zote zetu, manake leo zilikumbwa na matatizo ya vita. Hata katika eneo la Point Zero na kuvita kali vilizuka kama mnavyovisikia, na ilisababisha kabisa watu wengi kukimbia maeneo zao, kushuka Manakiele, wengine porini na wengine kushuka katika vilaji za Abala. Basi ni yale ambayo tulitaka kusema, lakini kilichotusumbua na ni ombi kwetu kabisa kwa serikali, wakati wanajeshi wetu wale ambao walikuwa Point Zero, tukujua nini
kama walifanya reprise strategique ambao walifika katika kijiji cha Mlima. Wakati walipofika walianza kufyatua milio ya risasi, na ile milio ya risasi ilitia tena hofu wakaaji kabisa, kwa sababu yulu kulikuwa vita tena katika mwingine, milio ya risasi kasikilika mengi na ilileta hofu. Lakini kwa kufuatilia tulienda gundua kama walikuwa wanajeshi ambao walitaka kushuka na kujielekeza ngambo za Mukera, lakini wakuu wao waliwakataza na kuambia hapana, mwezi pita hapa, kwa sababu walikuja bila malengo ya uongozi kutoka kule yulu ngambo za Pwenzero, na ili milio ya masasi ilisikilika na kusumbua kabisa population sana. Lakini kwa sasa tunaendelea kushukuru Mungu, lakini hali ya usalama si nzuri katika eneo letu. Aidha, kuhusu hali ya wananchi eneo hilo hasa katika eneo la Pwenzero kwa sasa, Inosa Mmonga amejibu yafuatayo. Ndugu mtangazaji, mahali ambapo kumeria risasi hakuwezi simama kabisa raia. Raia walikimbia, wamoja walienda katika pori na wengine walishuka katika mavilaje tofauti. Wamoja walienda katika vilaji za Nakiele, wengine walishukia Kanguli, precisement ku vilaji yenyewe wanaita Bilende, na wengine walishukia katika vilaji za Kabwali na Bala. Stadiri raia wako mshida mingi na hali za huku. Wakati hii ni wakati ya mamvua, watu kabisa wananyeshewa mpori na watoto hawana chakula, hawana hema, hawana winginevyo. Na hiyo tungeomba kabisa kwa serikali letu lipate kuingilia swala lile kati, kwa sababu ya kufanya mchakato kwa sababu ya hii vita. Na pili, shirika za kiutu za binadamu basi ingiingilia na kuangalia hali ya usalali ya magumu ambayo population inapitia na kuwasaidia lile ambayo liwezekanayo. Tunaweza kujibia kwa ile swali la Pwenzero. Yo Pwenzero mapambano yalizuka kadiri gisi mlivyo yasikia, na yale mahabari yanazunguka ngambo na ngambo na kusema kama Pwenzero imekamatiwa, lakini wengine wanasema hapana, bado jeshi letu na wazalendo wangali wanaendelea kupambana, sababu adui alipenyeza na kuja kuingilia hao askari wamoja ambao walikia tokea ngambo za Abala, na wengine wanasema kama wangali wanaendelea kupambana. Basi tunaendelea kwanza na kufuatilia, ingali habari iko inasemekana vile katika mamedia. Msikilizaji, na hivi sasa namkaribisha mwenzangu Omari Makelele Ozil kwa habari za michezo. Na barabara kabisa msikilizaji wa Radio Kivu. Leo katika habari za michezo kidogo nimebadili namba. Leo navalia namba 41 ya mchezaji Declan Rice. Katika habari za michezo tuanzie na habari zisemazo kuwa winga wa kushoto wa timu ya taifa ya Senegal na klabu ya Al Nassr Sadio Mane mwenye umri wa miaka 33 ametangaza rasmi kutundika viatu vyake kuna michuano ya AFCON baada ya fainali ya michuano hiyo itakayopigwa siku ya Jumapili. Senegal watachuana na Morocco kwenye fainali ya michuano hiyo. Nimekuambia itakuwa ni tarehe 18 Januari 2026 baada ya kufuzu kupitia bao lake pekee la winga huyo wa Simba wa Teranga zidi ya Pharaon wa Egypt Jumatano ya wiki iliyopita. Mane ana matumaini makubwa kuwa wataweza kuchukua ubingwa huo kwa kuweza kuwazaba timu ya Morocco na kupeleka kombe lao pale katika jiji kuu la Senegal ambalo ni Dakar. Aiza Sadio Mane amesema ni kama atakuwa na nguvu tena za kuweza kucheza michuano ya AFCON mwaka 2027 ambayo itafanyika huko katika nchi ya Kenya, Tanzania na Uganda. Hiyo ni sababu kubwa za yeye kutangaza kuwa kisha finali hii basi ataweza kuaga timu ya taifa ya Senegal. Moja kwa moja tujelekeze sasa katika bara la Ulaya kwamba miamba ya hapo nchini Uhispania Real Madrid wamepanga kumsajili mshambuliaji wa klabu ya Manchester City na wa timu ya taifa ya Norway ambaye ni Erling Braut Haaland katika dirisha kubwa lijalo la usajili. Rais wa klabu ya Real Madrid Florentino Perez anatazama kuwa Haaland kama mchezaji sahihi wa kuja kusaidia timu hiyo ambayo kwa sasa mambo yanakwenda kombo na mrama. Tukufahamishe kuwa endapo klabu ya Real Madrid watahitaji kumsajili Erling Braut Haaland, wanatakiwa walipe kiasi cha pauni milioni 200 aiza 300 kwa sababu mshambuliaji huyo hatari Haaland mkataba wake na klabu yake ya sasa ya Manchester City unaenda hadi mwaka 2034. Pia pesa hiyo ni ndefu sana kwa klabu ya Real Madrid na mchezaji binafsi hayupo tayari kujiunga nao katika kipindi hichi.
Klabu ya Aston Villa yapo nchini Uingereza wanataka kuweka mkataba wa kudumu na mshambuliaji wa Uingereza Tammy Abraham ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo katika klabu ya Besiktas huko nchini Uturuki akitokea Roma. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 alitumia msimu wa 2018 hadi 19 kwa mkopo katika klabu hiyo ya Aston Villa na kuweza kuwasaidia kuwapandisha daraja ya ligi kuu nchini Uingereza. Klabu ya Manchester United wanazidi kujiami kwa kuwa watamsajili kiungo wakati wa Cameroon Carlos Baleba mwenye umri wa miaka 22 kutoka katika klabu ya Brighton msimu huu wa joto. Gazeti la The Sun limeweza kuandika. Bibikize wapo nchini Italia. Juventus wamefanya uchaguzi kuhusu kumsajili mshambuliaji wa Ufaransa Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 28 kutoka katika klabu ya Crystal Palace mwezi huu, wakitafuta mbadala wa muda mrefu wa mshambuliaji kutoka Serbia ambaye ni Dusan Vlahovic mwenye umri wa miaka 25. Gazeti la Sky Sport limeweza kuandika. Turejee tena katika klabu ya Real Madrid ni kwamba kocha anayewindwa na klabu hiyo ambaye ni Jurgen Klopp amevunja ukimya wake juu ya tetesi za kuhusishwa kwake na klabu ya Real Madrid, na badala yake kocha huyo wa zamani wa Liverpool Klopp amezungumzia moja kwa moja kuondoka kwa kocha Xabi Alonso. Jurgen Klopp amesema kuondoka kwa kocha Xabi Alonso baada ya miezi michache tu kunaonesha wazi kuwa mambo ndani ya klabu ya Real Madrid hayako sawa kabisa. Na nukuu masemi yake, Klopp amesema hivi: ukiangalia mtu kama Xabi Alonso aliyeonesha kwa zaidi ya miaka 2 huko Bayer Leverkusen kuwa ni kocha wa pekee tena bora zaidi, halafu aondoke Real Madrid baada ya miezi 6 hadi 7 tu, hiyo inaonesha kuwa kuna kitu ambacho akiendi sawa, alimalizia kusema Jurgen Klopp. Asante sana Omari Makelele Ozil kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, kama ndo bado umekuja kujiunga nasi, unatufuata mubashara kupitia masafa yetu ya 93.0 FM, na hii ni redio ya kijamii Kivu ikikutangazia matangazo yake kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Hivi sasa tuangazie habari zetu, na habari za huko Uvira ni kwamba waasi wa AFC M23 waripotiwa bado kuwa katika mji jirani wa Uvira siku ya 5 ya wiki tunayo, licha ya barua ya kitangazo iliyotolewa na uongozi wake Pagoma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Mahoni ya wananchi yanaonekana kuwa mengi juu ya swala hilo. Kwa mujibu wa tangazo hilo, AFC M23 imetangaza kujiondoa rasmi ndani ya mji wa Uvira, huku wakisisitiza kuwa wazifa wa mji huo umebaki katika mikono ya Umoja wa Mataifa ambao utashirikiana na ule wa Ulaya ili kulinda raia na mali yake. Ili kufahamu ukweli wa mambo, Radio Kivu imezungumza na mmoja kati ya raia wa mji wa Uvira, naye ametoa picha halisi ya hali ya sasa. Umetangaza kama inapana Uvira mkono ya Komite International ikiwao wanatoka, lakini mpaka sasa wanaonekana mvile ya Uvira, wanaonekana fasi yote. Ukienda kwenye banki FBN M23 iko hapo, ukienda kwenye meri M23 iko hapo, ukienda kwenye kusoko ya siku ya kwanza siku ya ile M23 inapatikana pale. Sasa tujui hiyo Komite International walisema ni ya watu, ndio shida ambayo tuko nayo Uvira. Watu wanateseka, hakuna maisha Uvira. Tumesikia watu wameamka na vigelegele kuonesha kwamba wameondoka. Je, yawezekana wameondoka kwa sehemu au hati ukweli M23 katika Uvira ikuondoka? Na vigelegele ambavyo vimesikia haviko vya kazi wa Uvira. Vigelegele ndio vya wakimbizi wa Uvira wanaopatikana mkambi ya Burundi. Ndio wenye pia vigelegele wako na haja kurudia kwao. Na ukiongea na watu wa Bujumbura wakimbizi wanasema kwamba walianza fujo tangu saa 9 ya usiku. Saa 9 ya usiku fujo imeingia eti warudie. Lakini watu katika vile ya Uvira territory tuko kimya, tunaangalia, tunajiuliza kipi kinaendelea, tunajiuliza sema nini na kuhakikisha kwamba M23 tuko nayo katika vile ya Uvira. Mtangazaji, sisi ni
lakini raia tunapelekwa na wafanya siasa, na kama wanasubiri force netre haina shida, taangalia kisi tutaishi na hiyo force netre ambao wanasema kama kisi barua imeandika kwamba wanatupatia barabara na Uvira kwenye community national civil force netre, tutawasubiri. Upande mwingine ameomba kwa viongozi wa nchi kupata suluhu ya haraka juu wanaoteseka zaidi ni raia wasio na hatia. Lakini sisi tunatarajia ni kwamba maisha yetu yabadilike, sababu tunaishi maisha duni, tunaishi maisha ya woga, tunaishi maisha ambayo kupata bugali na sombe ni kama vile maombi, tunasubiri maombi itakayojibiwa mtengili karanti. Tunaishi maisha ambapo hakuna mtu mwenye iko na haki ya kwenda nafasi ambapo anapotaka. Mtu hawezi vuka Bujumbura, maisha hakuna kwenda Fizi, hakuna kwenda Tanzania, makazi inafungwa. Tunaishi kila saa 12 tunasinzia, hakuna pesa, watu makazi imefungwa yote. Hiyo force ambayo M23 inasema ya international itafanya makazi kurudi kama ilivyokuwa zamani. Sisi tunatarajia kwamba maisha yakuwe mazuri, tutakuwa tunaridhika, lakini kutuambia mambo mengine tunaenda tunarudi tunafanya nini, haitakuwa ndo maridhio yetu. Sisi tufanye kazi kama kawaida, tuishi maisha yetu bila kutarajia serikali ya Kongo kwa kupatia financement, lakini tupate tu usalama na amani. Wafanya siasa wamalize maongezi yao, wagabule pouvoir yao, tafute maisha wetu. Lakini kufungwa kwa mpaka wa Burundi hasa na Kongo hapo Gatumba ndio inakuwa chanzo kabisa cha maisha ya wananchi hapo Uvira kuteremka zaidi, si ndio? Haiko tu hiyo mtangazaji, haiko tu hiyo kufungwa frontiere ya Burundi, lakini administration haitumiki. Watu hawana uhuru ya kuwaza. Hakuna humanitaire bayer wanda finance leo projet ya Uvira. Hakuna initiative ya kijana, ya mama, ya baba, ya mtoto wanaweza kukamata kwa ajili ya kujiendelesha yeye mwenyewe. Mambo mengi ambayo yanaingiana ndani yanafanya kwamba mtu aishi kama asivyotaka yeye mwenyewe. Swala la AFC M23 kuto kuondoka kama walivyotangaza linaweza kuwa na sababu kadhaa kama ninavyodadisi upande wangu. Hayo ni maneno yake Bwana Andre Biadunia Mashaka, mwanaharakati wa kisiasa ukanda huu wa mashariki mwa Kongo. Maneno hayo ameyasema katika mazungumzo yake na Radio Kivu juu ya kutaka kufahamu mtazamo wake juu ya barua ya kuondoka kwa AFC M23 mjini Uvira. Retrait ni formalité oui, pourquoi? Parce que au premier niveau habawezi kutoka sasa hivi na force neutre ya Nations Unies hayakuwa mule muvile ya Uvira. Deuxième element atumana habata bako na batu ambao tulikuwa tunawaza mule muvira ke tunatumikaka kusoutenir ma institution ya l'etat, mais bako banatumika nabo leo habawezi kutoka par le fait que banaogopa ke bakitoka bale batu yabo banaweza kuwa peut-être agresser na population dans ce sens. Donc banaweza kutoka mais nawaza batangoya mpaka presence ya ile force neutre ndio bajue kutoka. Sasa hivi hawawezi kutoka. Hii etape yote batakamata ya kupoteza wakati wakati force neutre taingia, ni moma yenyewe batapoteza kwa kuanza kuiba watu. Magari iko naingia ile 30 de camions zinatoka Bukavu ziko wazi, Rwanda ziko wazi, zinakuya zinafika hapa. Jana zilisomba vya kusomba, leo tena kuliingia ni 20 de camions nazo ziko zinasomba. Mais aussi analyse ya pili ni kusema pourquoi banaweza kutuambia ke batatoka mu vile ya Uvira. Vile ya Uvira inaanzia wapi na inaishia wapi? Vile ya Uvira inaanzia Kivovo au sud na inaishia Kawizi au nord. Donc kutuambia kwamba batatoka tu mu vile ya Uvira, population haitabakia tranquille par le fait que kuvuka tu kilalo ya Kawizi watakuwa bako pale. Kama bangetusaidia kukuwe respect effectif ya ile 75 km, yani barudie ku niveau ya Kamanyola, inaweza kutusaidia pour que Burundi afungule frontiere na batu yetu barudie ku niveau ya mwingine. Mais kama haba yafungula frontiere itakuwa ni ile tu. Donc keneki tunaweza kuomba mbio ni kusema kwamba communauté internationale tie pression, force yake ikuye ijideployer mu territoire comme mu ville pour que batoke baende babakie ku niveau ya Kamanyola, bingine bitakuwa binafuata de ce côté-là. Na Burundi a te permettre kukule tripartite maintenant entre la RDC, les Hasseurs et le Burundi, tuone kama wanaweza kufungula frontiere pour que les réfugiés congolais ba retourner ku mwingine. Wakati hayo ya kijiri, Andre Biadunia Mashaka ameongeza kuwa
ana hofu nyingi juu ya kuondoka kwa AFC M23 na wakati bado eneo zingine bado zinalengwa. Andre Biadunia Mashaka amerejea mara tena. Aspe ya pili, wanasema watatoka. Watatoka namna gani alors que kwenda wanakonkeriri maespace. Hapa tuko tunazungumuza sasa hivi kwa niveau ya 0.0 inaweza kuwa peut-être kwa mikono yao. Haiko tu ku 0.0 kwa mulima. Posez-vous la question kama kwa mulima kunaanguka, est-ce que watu wa Fizi watabakia biko kalme? Manake deja wana encercler vile ya Baraka parce que wama biko deja ku niveau ya Kivovo, Katongo, Kigongo. Kama banakamata ile 0.0 manake deja Fizi, Baraka batu habata kula, habata tafuna chakula kisha kiingie mkinyo. Na ndio maana kila siku nasikia niko nafanya maanalizi nasema pouvoir ya kwetu iko trop distrait. Batu wanasema mimi nachukiaka president Felix. Mimi sina probleme na president Felix, mais niko naona modus operandi ya gouvernement yetu il n'est pas vraiment clair. Haiko normal ke sisi raia wa Kongo ambao tuko na nchi kubwa kama hii, tuna mali, rasilimali, tuna raia wengi, tuko tunategemea tu kenono, hatuna nguvu. Ndio wanataka kutugomboa ni Etats-Unis, wanataka kutugomboa ni communauté internationale. Il est vrai. Complot iko kunivua hilo sana. Mais complot haiwezi kutudistraire mpaka tupoteze meme équilibre ya kujigombania, équilibre ya kujipigania. Ile iko vraiment normal. Donc, les mers ishaanguka kuko front, bako najishaba nakuya kwa milima yote, batalibere Uvira namna gani alors que Uvira ville iko na mavilaje niko kule yulu kwenye watu wa maki siwa mvile tutaishi namna gani alors que hatutafika Kalemera, hatutafika Fizi, hatutafika fasi fulani. Kile kinaweza tu kuwa kia lazima ni kusema kwamba batoke fasi yote, baende wabakie kwenye batabakia kwenye walikuwaka avant prise ya Bunagana. Mais dès lors que wana. Na kwenye habari hizi za kitaifa ni kwamba tarehe 16 ya kila mwaka Wakongomani wanakumbuka kifo cha rais mzee Laurent Desire Kabila ambaye aliuawa Januari tariki 16 mwaka wa 2001. Miaka 25 imepita. Mzee Laurent Desire Kabila anawakilisha nini leo kwa Wakongomani? Izake Mulucha Ashibe ametuandalia jibu sahihi la swali hilo. Laurent Desire Kabila aliuawa na mmoja wa walinzi wake wa karibu sana, Rashidi Mizele Kasereka, Januari 16, 2001 kwenye ofisi ya Palais de Marbre huko Kinshasa. Robo karne baada ya kifo chake, mzee anaendelea kuathiri kumbukumbu ya pamoja wa Kongomani. Alipendwa sana wakati huo kwa kuweza kuondoa madarakani uongozi wa udikteta wa Rais Mobutu Sese Seko Kukumbwendo wa Zabanga mwaka 1997. Alipochukua tu madaraka, alibadilisha wimbo wa taifa, alirejesha jina la zamani la nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ilikuwa ikiitwa Zaire kwa kipindi kirefu cha utawala wa Mobutu. Swali ni miaka 25 baadaye, mzee Laurent Desire Kabila anawakilisha nini kwa Wakongomani? Kati ya uzalendo halisi aliyouonesha na ukosoaji mkali ambao analimbikiziwa kwa kushirikiana na maadui, Laurent Desire Kabila bado ni mtu ambaye kivuli chake kinasalia juu ya changamoto za kiusalama zinazoikumba sasa nchi ya DRC. Alijitambulisha kama askari wa umma, soldat du peuple. Hata leo yeye ni ishara ya upinzani, ishara ya mageuzi na uzalendo kwa kauli yake kubwa, kamwe usisaliti Kongo, ne jamais trahir le Congo. Ila kwa wengine, Laurent Desire Kabila ni mtu ambaye kupitia yeye uvamizi ulianza na ndiye aliweza kufungua mlango wa Kongo kuingiliwa kisiasa na kijeshi na Rwanda na Uganda. Anashutumiwa na baadhi ya wananchi kuwa yeye ndiye chanzo cha matatizo ambayo nchi inakabiliana nayo hadi leo kutokana haswa na mikataba aliyosaini na Wanyarwanda na Waganda. Mwanahistoria na profesa katika chuo kikuu cha Kinshasa, Isidore Ndaiwel Enziem, ni mwanachama wa chuo cha sayansi cha Kongo, pia ni makamu wa rais wa chuo cha sayansi cha Afrika cha masuala ya kidini, kijamii na kisiasa. Katika mahojiano yake na RFI amesema kuwa kumbukumbu ya Laurent Desire Kabila ina vipengele viwili. Kwanza, anampa sifa ya kurudisha kumbukumbu ya Patrice Emery Lumumba kwenye fikra za Wakongomani na kuleta upya kiu ya uhuru ambayo ilikuwa imeshasaulikiwa kabisa wakati wa udikteta wa Mobutu. Pili, anasisitiza urisi aliyouacha Laurent Desire Kabila kwenye kauli kama usisaliti Kongo, ne jamais trahir le Congo, iliwasilishwa kwa vijana wa Kongo kama kanuni ya kimsingi ya maadili na ya kutazamiwa wakati nchi inaingia kwenye matatizo ya aina yoyote kutoka nje au ndani. Mkongomani hapaswi kamwe kukana au kuisaliti nchi yake, amesema.
Laurent Desire Kabila alipandishwa kwenye cheo cha shujaa wa taifa kwa sheria iliyopitishwa na wabunge tarehe 5 Agosti mwaka 2002, sheria namba 009 mkato 2002, akiwa kwenye hadhi moja na babu wa uhuru wa Kongo Emery Patrice Lumumba. Nimalize tu mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa kutoa kwa ufupi biografia ya Laurent Desire Kabila. Alizaliwa tarehe 27 Novemba mwaka 1939 huko Jadotville, kwa sasa inaitwa Likasi, na alifariki tarehe 16 Januari mwaka 2001 huko Kinshasa. Alikuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia Mei 1997 hadi kuuawa kwake Januari 2001. Alipambana na utawala wa Mobutu kuanzia miaka ya 60 hivi. Hatimaye alifaulu kumuondoa Mobutu madarakani mwaka 1997 wakati wa vita vya kwanza vya Kongo kwa msaada wa Rwanda na Uganda. Alikuwa ni kiongozi wa vuguvugu la Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo AFDEL. Mwaka mmoja baada ya kuchukua madaraka, alikabiliwa na vita vya pili vya Kongo wakati alipoamuru kuondolewa kwa vikosi vyote vya kigeni nchini, na wenzake wa zamani Rwanda na Uganda wakaunda makundi kadhaa ya waasi dhidi ya serikali yake, ikiwa ni pamoja na Rassemblement Congolais pour la Démocratie RCD na Mouvement de Libération du Congo MLC. Masaa machache baada ya kufa kwake, mwanae Joseph Kabila Kabange aliweza kuchukua madaraka na kuiongoza nchi. Mchumbe wa mkulima na Fatuma, tuambie wasikilizaji kwamba ne jamais trahir le Congo. Msikilizaji, na kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku ya leo. Shukrani kwako kwa kutufuata mwanzo hadi tamati, na shukuru pia waandishi wenzangu waliokusanya uchambuzi huu, bila kumweka kando Jean Makelele Ekala Jaden alikuwepo kwenye dawati la mitambo. Jina langu mchumbe wa mkulima na Fatuma. Endelea kufuata matangazo yetu hadi tamati.